عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Katika maneno ya Kiarabu ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyatumia, kuna neno linaitwa al-ghiba na kuna neno linaitwa an-namima. Al-ghiba maana yake ni kumsema mtu, kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni kumsengenya mtu mwenyewe hayupo, ikawa wewe uko na kundi fulani au na mtu fulani munamzungumza, hiyo inaitwa ghiba. Alafu an-namima, huyu ni mtu mchonganishi, anachukua maneno ya huku kupeleka huku mpaka watu wanagombana. Huyu anaitwa an-namima. Leo ningependa nizungumzie habari ya mtu huyu, na Mwenyezi Mungu atuepushe tusiwe watu wa namna hii. Mara nyingi mtu mwenye sifa ya kugombanisha anakuwa na sura mbili uso wake, na lengo lake sehemu zote mbili anatakiwa anavyotaka yeye akubalike. Anapokwenda kwa hawa akazungumza aliyoyazungumza, wale watu watamwamini na watamkubali kwa maneno aliyoyasema. Lakini akitoka hapo akienda kwa watu wengine, atatengeneza ile sura yake na kule pia akubalike, ili aseme habari alizozitoa huku, wana mipango gani, wana mambo gani. Mwisho wa siku watu wanachonganishwa, wanakuja wanagombana na kupigana. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa tahadhari. Alisema siku moja, shirarukum dhul wajhaini alladhi ya'ti bihaulai biwajhin wa haulai biwajhin, mbaya wenu huyu ni mtu ambaye anakwenda kwa watu fulani, anachukua habari fulani, lakini alafu anakwenda kwa watu wengine anasema aliyoyasema. Bwana Mtume kamtaja mtu huyu kuwa ndio mgombanishi, lakini kamwita dhul wajhaini, mtu mwenye nyuso mbili, ana sura mbili, huku mwingine huku mwingine. Kwa kuwa Mtume alikuwa yeye ndiye kiongozi wa umma huu, hasemi vitu ambavyo havipo hata siku moja. Maneno haya anayazungumza Mtume, anajua kwamba jamii ndiyo iko hivyo. Mnaweza kukaa mtaani kukawa na mtu wa namna hiyo, bali mnaweza kuwa katika familia akawepo mtu wa namna hiyo. Basi muahini au tumuwahi kumnasihi asifanye. Katika maneno mengine, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, inasemekana kwamba alipita kwenye makaburi mawili, marra biqabraini aljadidaini. Alipita Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mahala kuna makaburi mawili, alafu yanaonekana hayakuzikwa muda mrefu, ni mapya.
Mtume alipita eneo lile. Alivyopita kwenye makaburi yale, Mtume akasema fa innahuma yuadhabani, hao mabwana waliolala kwenye makaburi haya wanaadhibiwa. Aliyokuwa nao akamuuliza, vipi ya Rasulullah, wanaadhibiwa kwa jambo gani? Mtume akasema, mmoja kana la yahtarizu min albauli, alikuwa hajikingi na mikojo. Yeye huwa anakojoa akakung'uta kwenye nguo yake akenda zake, hajali umeingia kwenye nguo au kwenye mwili wake, yeye hilo hajali. Sisi kwetu kama binadamu tunaona vitu hivi ni vya kawaida tu, mtu kukojoa barabarani kisha huyo akenda zake, lakini kwa Mungu ni makubwa hayo, kwa sababu mkojo ni najisi. Kwa nini Muislamu wewe au binadamu wewe mwenye heshima zako na hupendi heshima yako ivunjwe, kwa nini unajikung'utia mikojo katika nguo na katika mwili? Baadaye unataka kusoma Qur'ani, unataka kumtaja Mwenyezi Mungu, unataka kuswali, udhu huo utaupataje na mikojo imekaukia kwenye nguo na kwenye kiwiliwili? Mtume akasema mtu wa kwanza alikuwa hajikingi na mikojo, yeye anaadhibiwa kwa sababu ya hilo. Lakini mtu wa pili, kana yati bin namima, alikuwa kazi yake kugombanisha watu. Kama tulivyosema, anachukua habari za huku, hatosheki kuwa kasikia yeye, bali atakwenda kumwambia, bwana, una habari kina fulani leo, lakini usinitaje. Kuna lugha hizi, usinitaje. Lakini siku hizi wanaulizana watu, una kifua wewe? Mwenzangu na mimi unasema si hiki nacho. Sio hicho bwana wewe, hicho kila mtu anacho, kifua cha kuhimili mambo. Kuna vitu nataka nikupe, utavidhibiti sawa sawa. Mimi sina neno, basi fulani leo anasema hivi 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 hivi, anakwambia wewe hivi 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 hivi, na yule jamaa yako hivi 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 hivi. Sasa yule mtu kwa sababu wewe umemwambia awe na kifua pale, hakuoneshi chochote, atakwambia nimesikia bwana, asante bwana, Mwenyezi Mungu mwenyewe atahukumu bwana, wewe nenda tu bwana, haina shida. Wewe ukiondoka, huyo anakwenda kunoa panga, anasema yule atanitambua mimi. Kumbe ndo akikaa kule kazi yake kunisema hivi. Watu wanauana sababu ya mtu huyu mmoja. Mtume ameoneshwa, amefunuliwa katika wahai kwamba kuna mtu alikuwa anaadhibiwa kaburini kwa tabia hiyo tu. Sikwambii mengine, hiyo tu ya kuchukua maneno huku kupeleka huku kupeleka huku. Na watu hawa Mwenyezi Mungu ametutahadharisha nao ndani ya Qur'an. Tazama katika suratul Hujurat aya 6, Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wale mlioamini nyinyi, injaakum fasiqun, atapokujieni mtu mbaya, binabain, na habari muhimu sana, msizikubali, fatabayanu, zichunguzeni kwanza. Ukishajua kwamba fulani ndo tabia yake ni hiyo, akikuletea habari usipokee tu ukanoa panga kwenda kumkata kichwa mtu. Huyu anapenda tu kusema sema na kugombanisha watu, wala hakutaka wewe ukamuue mtu. Sasa Mtume anasema fatabayanu, tena kaitwa kwa jina la fasik, manake ni mtu mbaya. Anapokuleteeni habari mtu mbaya, Mwenyezi Mungu anasema fatabayanu, zifanyieni uchunguzi kwanza, antusibu qauman bijahala, yasije akakupateni mambo kwa sababu ya ujinga tu wa kutofanya utafiti. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, baadaye mkaja kujuta kwa yale mlioyafanya. Watu wa namna hii tunao, hatuna? Tunao, tunakaa nao mitaani, tunao. Tuwape tahadhari kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakubaliani na hali hiyo, na kuna adhabu kali kwa mwenye tabia hiyo.
mwenye kuchukua habari huku na kuwapelekea wale, ili watu wapate kugombana, ndo furaha yake yeye. Tena mwingine katika ujasiri wake wa kugombanisha, anagombanisha ndugu, familia kwa familia. Wewe bwana, una habari mjomba wako leo nimekutana naye, kama ungekuwepo sijui kama ungevumilia. Kasemaje? Anasema kadha 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 kadha. Mwanangu yule, mtoto wa dadangu mimi yule, anasema kakubomoa kweli kweli leo. Familia zinagombana, zinafikia hatua hawazikani watu, hawasaidiani watu, hawaamkiani watu kwa sababu ya sifa hii mbaya. Tumuombe sana Mwenyezi Mungu atuepushe na hali hii. Ni hali ambayo hivi tunavyozungumza, ziko baadhi ya familia hazizungumzi vizuri kwa sababu ya ndugu yao mmoja tu aliyewaletea balaa hilo katika jamii. Na kama tunaona, kwa sababu sisi tushakuwa watu wazima, tunao watoto, kimwona mwanao anachipukia na hali hiyo, haraka muwahi kumdhibiti, kwa sababu atakuja kuwa tatizo katika jamii, hatakuwa manufaa katika jamii. Na sisi tunataka watoto wawe manufaa katika jamii. Sasa ikiwa mtoto wako kashaanza kugombanisha huyu na yule, kamgombanisha dada yake na kaka yake, usimwachie, sema naye, kwa sababu tukiondoka adhabu yake inaanza kaburini kabla ya kiyama chenyewe. Tumombe Mwenyezi Mungu atupe taufiki na atuepushe na hali hizi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.